Sawa, bado tuko ndani ya studio hizi na moja kwa moja sasa tunatazama mchezo wa fainali. Vijana hawa Serengeti Boys wanakwenda kukipiga nyakati hizi. Tuko live hapa na tutatangaza pia mchezo huo hapa. Hivyo watazamaji wetu endelee tu kuwa nasi. Serengeti Boys inacheza mchezo wa fainali dhidi ya Senegali. Wanakwenda kukutana hapa. Binafsi nataka nisikie kutoka kwako Rugano Israel, huu kwanza ni mchezo wa aina gani na nini hasa ambacho unakitarajia kwenye fainali hii ambayo Watanzania wengi tunakwenda kuamini tunaweza tukarejea na kombe hili kwenye ardhi hii ya Tanzania? Kwanza vijana wa Taifa Stars ambao wenye umri chini ya miaka 17, Serengeti Boys. Ndio. Hii ndio tobo tunaloita tobo. Umeelewa? Kabisa. Ya Cisco, unajua kwenye maisha kuna watu ambao ukikutana nao yani wewe umetoka mazima. Umeelewa? Yes. Ni kama vile kukutana na mtoto wa mfalme. Mtoto wa mfalme kukutana naye kwenye mazingira ambayo yanakupa nafasi ya yeye kukufahamu, ndio umeshatoka vile, kwa sababu atakufahamu na ataanza kukufuatilia na mwisho wa siku utaanza kuvifahamu na wewe vitu vya mfalme. Yes. Si kama naelewa vizuri hapo. Kupata uzuri Rugano. Kucheza sisi na Senegal ni sehemu ambapo ni kama mazingira ambayo Mungu kashatuandalia na sisi tuanze kusogea kwenye nyuso za kimataifa. Sawa. Senegal ni moja kati ya timu ambayo sasa hivi ipo kombe la dunia. Umeelewa? Lakini iko kombe la dunia sasa hivi, ukizungumza kombe la dunia wachezaji ambao wanatoka Senegal, hakuna hata mchezaji mmoja ambaye anatoka kwenye ligi ya Senegal. Wote wanatoka nje. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu kumewekwa misingi na namna ya kuwarahisishia wa Senegal kwenda kucheza nje ya mipaka ya Tanzania, iwe Ufaransa, Uingereza na nchi tofauti tofauti ambazo huwa wanaenda. Na ni kwa nini wamefikia hatua hiyo ya kupata nafasi ya kwenda huko? Ni kwa sababu ya kwanza imani ambao walitengeneza toka kipindi cha nyuma. Ndio. Na wale mawakala ambao wanatoka nje wanapata urahisi na tumaini la kwamba Afrika ukitaka vipaji unavienda kuvipata Senegal. Umeelewa? Yes. Ni kwa sababu kuna baadhi ya michezo huko iliyopita walishaanza kuonekana wachezaji bora kutoka pale nchini Senegal. Okay. Sasa tunaenda kucheza na Senegal. Kumbuka hawa ni vijana wenye umri wa miaka 17. Sawa. Ni umri ambapo mascout sawa huwa wanaenda kuangalia pure talent. Okay. Umeelewa? Yeah. Ni kwamba huyu mchezaji anaweza kafaa kwenye timu ya aina gani, anayocheza vipi, na ana uwezo ball brain yake ikoje, anaweza akapikika akafundishika kwa kuongezea baadhi ya vitu. Unajua umri huo ni umri ambao wanasema unahama kutoka kwenye kujifunza unaenda kwenda kutekeleza sasa majukumu yako. Okay. Tofauti na wakala akikuona una miaka 26, 25, 22 anaona hapa bwana nataka mtu ambaye yuko kwenye piki ya juu kabisa, anaenda moja kwa moja kufanya kazi. Okay. Kwa hiyo mawakala ambao wataenda kuwaona vijana wetu wa Serengeti Boys wakicheza dhidi ya Senegal, kwanza wataenda kuangalia ubora wao, sawa ambao jinsi ambavyo wametengenezwa. Okay. Brain zao, wana uwezo wa kucheza mechi kwa maana ya vilabu vikubwa au ligi kubwa. Wataangalia wakati wakiangalia ndipo ambapo sisi tunaenda kunufaika kwamba ili taifa ni taifa gani. Maana yake tunaenda kunufaika kwanza kwa wachezaji wenyewe, kufahamika viwango vyao. Ndio. Na kuona wanaenda kushiriki kwenye ligi gani na timu gani, lakini pia taifa itauliza hii ni taifa la kutoka wapi, inacheza na Senegal, wamefikaje hapa. Wataenda kufuatilia clip baada ya clip, sio? Sawa. Mwisho wa siku kuna vijana wawili watatu wanne ambao wataanza kuonekana kwamba wanahitajika kwenda Hispania, Ufaransa, Uingereza, kwenye academy fulani ili kuongeza ubora fulani, kwenye klabu fulani ili kuwepo na kitu fulani. Kwa hiyo tobo ambao tunaendelea kuipiga Cisco ni tobo kubwa, kucheza fainali na Senegal. Yani sisi ni kama mtoto wa mfalme umekutana naye, alikuwa amejikwaa ukamnyinyua mkono. Ile asante yako wewe ni kukushika nikakutambulishe kwa baba. Si kama unaelewa vizuri? Na kupata uzuri. Ukienda kutambulishwa na mtoto wa mfalme kwa baba yake, maana yake ile trust ya mtoto wa mfalme kwa baba yake itahamia pia na kwako, kwamba huyu mtoto mzuri kamsaidia mtoto wangu, ana kitu gani cha ziada. Unaweza ukachikuta mfalme anakwambia
huo utaratibu kila Jumapili, si unakuwa umetoka shule nini, huo unakuja hapa. Kitu ambacho kilikuwa sio rahisi kukipata kwa Mfalme. Sawa. Tafsiri yake ni nini? Unaizungumzia Taifa Stars ambayo hakuna mtu alikuwa anaifahamu. Tunahangaika, tuna Mbwana Samata tu mmoja na baadhi ya wachezaji ambao wamepenya kabisa, ambao wameenda huko nje, lakini hatujawa na misingi ya trust kutoka ndani, ambapo tuseme mawakala au maskauti au wasaka vipaji wale waje waangalie wachezaji wadogo kwa ajili ya kupeleka kwenye academy zao kwa ajili ya biashara ya baadaye. Kwa maana tunapoizungumzia Serengeti Boys kwa umri wao, watu wanaanza kutazama kwamba inawezekana tukapata wachezaji Tanzania. Kwa maana hata mashindano yakiisha, kuna watu wataanza kuhisi, bwana, kuna mechi moja Senegal walicheza na timu fulani, niliona vipaji pale, hebu twende tukaangalie kitu gani kinapatikana cha ziada. Kwa hiyo katika uziada huo atakuja kupatikana mtoto wako. Tunaposema Tobo, mtoto wako, wale wamefungua, shimo limekuwa kubwa, si ndio? Ndio. Kwa maana wale ambao wataingia kwenye ile shimo itakuwa ni kubwa zaidi watakaopita pale. Tukio linaweza kaa ni moja, ni fainali, sawa? Yes. Tukio limoja linaweza kawa labda kuchukua ubingwa. Yes. Lakini hawa vijana hata wasipochukua ubingwa, ndio, kwa hatua ambao wamepiga kwa kulisaidia taifa, na kuambia mtoto wangu mimi atanufaika na hiki. Nasema tena, mtoto wangu atanufaika na hiki. Maana yake nafasi ya wale watu kutoka kule kuja kumwangalia mtoto wangu itakuwa ni rahisi sana. Lakini kuna mfano, kuna mchezaji mmoja ambaye alikuwa man of the match kwenye mchezo dhidi ya Egypt. Ndio. Umeelewa? Yule ni kiungo wa chini. Ile tu kutangazwa kama man of the match. Yes. Sawa, anaitwa Issa Chore. Kutangazwa tu kwa man of the match bora wa mchezo. Tayari watu wanaanza kuangalia ana kitu gani cha ziada. Maana yake kuna watu ambao watasema huyu mtoto tunamhitaji, tunampa ufadhili sehemu. Pengine akasome au ajiunge na academy fulani. Sasa huyo Chole tu kashaenda. Umeelewa? Wangapi ambao hata kama hatutachukua ubingwa lakini wameonyesha viwango vyao bora, wangapi ambao wataenda nje ya nchi. Kwa hiyo ni kitu kizuri, lakini pia kwa maana faida nyingine ambayo tumeipata, serikali yetu shaanza kuona sasa kwamba tunaweza tukawekeza zaidi. Na uzuri wake, kuna mtu kama Paul Makonda, kila mmoja anafahamu, anapenda sana kuenda zaidi ya watu wanavyofikiria. Anajaribu kufikiria, kuchukua mawazo ya watu tofauti ili jambo fulani lifanikiwe. Kwa naamini kwenye gap hili, hata wasipochukua ubingwa, maana yake wasipochukua ubingwa kwenye stage hii, inawezekana ukamchukua hata kijana ukamtambulisha, bwana, nina kijana wangu huyu anajua tu kupiga na nadana. Amecheza timu gani? Bwana, alishacheza finali kama alishacheza finali na Senegal. Sasa useme anajua kupiga na nadana vipi? Hata siku hiyo akicheza vibaya, watakuwa na tumaini waliingia finali, inawezekana hayo katika hali nzuri. Kwa hiyo kuna msingi mmoja ambao tumetengenezewa na hao vijana. Ndio. Ni kitu ambacho naamini kinaenda kutupeleka kwenye hatua kubwa zaidi. Kikubwa ni kuunga mkono. Kwa sababu kama hawa tutawatendea vema kwa sasa hivi. Kuna mwingine atasema, kuna watu walitendewaga vema kule, na sisi hebu tujibusti tufike pale tuweze kupata na sisi kama alivyopata watu wengine. Unajua njia uliyopita ilikuwa na miba. Ndio. Kuna mtu mwingine anaiogopa kabisa. Bwana, mambo yenyewe yalikuwa yale, lakini kama kuna sehemu kuna mkeka fresh, watu wanatembea kwa haraka sana. Kwa hiyo huko baadaye pia kuna faida kubwa sana kutokana na hawa na vizazi vinavyokuja. Bwana, mimi nikushukuru sana Lugano Israel, umeelezea uhalisia na umezungumza vitu vingi na vizuri, lakini bado hatujamaliza. Tunasalia hapo kwa dakika chache sana. Najua uende umechoka kweli kweli Lugano Israel, lakini tutazame tu. Hizi kazi zetu hazichoshi, au sio? Tutazame tu mwalimu waingieje, kwa sababu tunakwenda kukutana na taifa kubwa kweli kweli, na taifa ambalo kwa sasa liko moto kwenye kutengeneza vijana, kwenye kuchukua makombe na vitu kama hivyo. Senegal sio taifa dogo kimpira. Mwalimu waingieje? Heshima wapewe vipi Senegal hii ili wasije kuharibu shughuli mapema, na ikiwezekana inaweza ikawa faida kwetu tukalibeba kabisa na kulichukua kombe hili na kuweka historia ili kutengeneza hiyo njia ambayo unasema kwa ajili ya vizazi vyetu vijazo. Kikubwa ambacho natamani kuona kinatokea kwenye huo mchezo, sawa, ni kuto kuwapa pressure wa vijana. Sawa. Ukizungumzia kitu kinaitwa pressure, kwenye mpira wa miguu anasema kuna ku overplay, kuna underplay, ndio? Yani unaweza ukawa uko down
au ukacheza zaidi ukaharibu. Sawa. Umeelewa? Yani ukatengeza makosa kwa sababu ya kufanya vitu ambavyo havikustahili. Yani kikubwa ambacho natamani hasa kifanyike ni kuwapunguzia pressure hawa vijana, kwa sababu kazi kubwa aliyoifanya Cisco ni kubwa sana. Kwanza mpaka kufika hapo finali, kwanza Cisco watu wafahamu, mpaka kufika kwenye hatua finali, kwanza walicheza na Msumbiji. Umeelewa? Ndio. Serengeti Boys wakawafunga Msumbiji goli 3-0. Mashindano yanafanyika wapi? Morocco. Umeelewa? Ambako yanafanyika mashindano ya AFCON kwa vijana chini ya umri wa miaka 17. Baadaye tena kwenye mchezo huo kwenye kundi lao manake wakacheza na Angola. Angola ambayo ina vipaji wachezaji wengi ambao wana kariba ya timu ya Ureno. Taifa Stars wakashinda goli 3-0. Wakashinda. Mechi nyingine ambayo ilifuata ilikuwa ni dhidi ya Mali. Sawa Ndio. Kule ambako anatokea GGDR. Umeelewa? Mali wana vipaji vingi sana na wana wachezaji wengi sana ambao wanatoa nje ya mipaka ya Tanzania. Umeelewa? Taifa Stars wakafungwa goli 2-1. Sawa. Hapo ndio ambapo walikata tiketi ya kuingia quarter final. Wakaenda kukutana na Algeria. Ukizungumzia Algeria, Waarabu hawa wana uwekezaji mkubwa sana kwenye mpira wa miguu, hata pia kwa vijana. Na ukiangalia intensity, jinsi ambavyo huwa wanacheza, ni timu ambayo inacheza kwa faster, watu wenye ubora, uwekezaji mkubwa. Ukilinganisha sisi wametoa mbali sana. Wakatoka sare ya kufungana goli 3-3. Umeelewa? Sawa. Wakaenda kwenye mikwaju ya penalti, wakatoka kwa 4-3, ambapo Serengeti Boys wakashinda penalti ya mikwaju ya penalti 4-3. Ndipo ambapo wakaenda kukutana na Egypt. Mpaka dakika 90 zinamalizika, sawa hawakufungana. Kwa nini nimetaja haya? Ili watu waelewe kwamba sio kwamba ameenda kwa bahati mbaya. Yani unajua kuna ile kugusagusa tu umeshafika, yani kama umefika tu. No, waliandaliwa na wameonyesha ni mchezo mmoja tu ambao wamefungwa. Sasa walikutana na Egypt. Mchezo hawakufungana. Lakini kipindi cha kwanza wakati wanatafuta kubalance, manake kukasa wasawa, ndo kipindi ambacho walikuwa wako down sana. Manake Egypt, timu ya umri chini ya miaka 17, timu ya taifa ya Egypt ilikuwa inaishambulia Serengeti Boys kipindi cha kwanza. Kilipogeuka kipindi cha pili, vijana wakaja na mabadiliko makubwa sana. Na mabadiliko hayo yalipelekea ambush, mashambulizi mengi, attacking nyingi sana eneo la Misri. Na kama kungekuwa na bahati ya baadhi ya wachezaji ambao tuseme wangezitumia zile nafasi vizuri, huenda tungeshinda hata goli 3 dhidi ya, hapo tunazungumzia Egypt. Mzee, Egypt ni moja kati ya watu kati ya nchi ambazo zimewekeza sana pia kwa vijana. Kuna mtu anaitwa Lukumai Mbalasalu. Sawa? Nakupata. Huyo namba 9. Ndio. Sawa? Alikosa goli yeye na golikipa hivi. Kama angeconvert vizuri basi ingekuwa goli. Lakini pia kuna mashambulizi mengi sana ambayo waliyatengeneza. Umakini tu walishindwa kufunga. Kwa hiyo kitu ambacho umeniuliza kwamba waingieje, kwanza waingie kwa kuondoa pressure. Hata mwalimu itakuwa ni vizuri sana akimwambia kwa maana akiwaambia wachezaji kwamba ingieni mkacheze mpira, ingieni mkaonyeshe viwango vyenu, ingieni chezeni kama mlivyocheza mechi zilizopita. Msiingie kwa kuogopa Senegal. Ni taifa kubwa kwenye timu za taifa. Umeelewa? Kachezeni mpira wenu. Na nyie hii mnaifanya ni biashara ya kwenda kujuza nje ya nchi. Chezeni kiwango chenu cha kawaida. Kwa sababu nini? Tumeona kuna baadhi ya watu wameenda kule kwa ajili ya kuwasupport. Inawezekana matarajio yao yakawa overplay kwao, wakajikuta unakosea. Unajua kuna wakati mwingine ni wadogo bado, saikolojia yao ni wadogo. Iko sawa. Kwa hiyo ukimwachia majukumu yacheze kama alivyocheza, aone kama hakuna kitu kilichobadilika, wanaweza katupa mchezo mzuri sana. Lakini kama watalazimishwa, sawa, fanyeni, watoto wanaanza wakapanic kwamba sasa taifa liko mgongoni mwetu jamani. Kuna mtu ambaye itakiwa toe pasi kwa mtu mwingine, yeye atalazimisha yeye
akokote mpira mpaka sehemu ambako hakustahili, lakini kama angeamua kwamba tunacheza mpira, inawezekana akatoa pasi, angeshusha tempa, angefunga. Au kuna wakati mwingine tunavyozungumza kwamba wasio na pressure, kuna wakati mwingine unaweza ukamlima mtu kiatu, si ndio? Yes. Lakini ni kwa sababu tu ya pressure, au ukafanya kitu ambacho hakikustahili kwenye mchezo. Ndiyo. Kwa hiyo kama atacheza kwenye comfort zone ya kwao wenyewe ambao wanaweza akacheza bila pressure za nje kwa kubwa, inawezekana akatuonyesha kitu kikubwa, na sio kwamba Senegal hawezi kufungika. Wanaweza kufungika vizuri tu. Na tunaamini kwamba watakuwa na exposure kubwa sana wachezaji wa Senegal. Kwa sababu gani? Utakumbuka wakati wanamtoa Morocco, kumbuka Senegal wanaingia fainali, wamemtoa Morocco, mwenyeji wa mashindano ya AFCON under 17, ndio wamemtoa. Timu ya wakubwa ya Senegal walikuwa wako kambini mara baada ya kuwatoa Morocco, wakaonyesha wanashangilia. Kile kitendo kwa wachezaji wa Senegal ni kitendo ambacho kwao kina faida kubwa sana, kwamba kaka zao wanawaona. Na wale Senegal nimezungumza hapa, ni timu ambayo inatoka yani wachezaji wengi wanatoka Ulaya. Yani hakuna hata mchezaji hata mmoja ambaye anatoka ndani ya Afrika. Wengi wanatoka Ulaya. Kwa kuna matarajio makubwa wanapewa wale wadogo, watoto tuseme wale under 17 wa nini wa Senegal, ili mechi hii pia wakaifanye vizuri, ili nao wapate nafasi ya kwenda kule waliko kaka zao. Kwa hiyo hapo tunaangalia mataifa mawili yenye uzani tofauti. Huku sisi tunajitafuta, huku hawa watu wameshajipata kwenye level yetu ya Afrika, na sisi tunatamani tufike kama alipofika. Sisi tunatakiwa tuonyeshe uwezo mkubwa ambao ushawishi kwamba hapa kumbe kuna watu ambao wanaweza kucheza Ulaya. Kwa hiyo mimi naamini kutakuwa na mchezo mzuri ambao utakuwa na faida kubwa kwenye taifa letu, lakini watoto watulie, watu wasiwabebeshe mzigo, ahadi zije kutolewa baada ya kufika hapa, zisiwafikie wao. Bana, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Serengeti Boys, Mungu tubariki tuweze kubeba ili kombe na turejee tukiwa na ushindi mkubwa. Taifa kwanza, alafu mengine yanakuja kufuata baadaye. Ndio maana sikumuuliza Lugano kwa nini hajasafiri. Taifa kwanza, alafu mengine baadaye. Kulikuwa na haja mimi kusafiri? Haja ilikuwepo. Wewe ni mhamasishaji mzuri kweli kweli na kujua. Basi wakati mwingine utasafiri. Utasafiri.